basi pasipo kupoteza muda, kabla tujepokea kipindi kipya cha Vox Nation, kwamba unaweza kusimama na kituo kufikia malengo yake, uratibu kwenye hatua ya kununua transmitter yenye uwezo wa kurusha matangazo yake mbali kwa njia nzuri atakayotanua wigo letu na kuwafikia mamilioni ya watu kwa njia ya FM. Unaweza wasilisha mchango wako kupitia paybill number ni 625625, account number ni 01 2450 85217800, au till number ni 45614668 kupitia mitandao yote ya kurusha pesa. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Mambo yetu, safari yetu, maisha yetu, tamaduni wetu na imani yetu. Sikiliza idhaa hii kwa vipindi bora, matangazo yenye tija, vile vile ukweli na burudani. Basi moja kwa moja tupokee chemsha bongo ya leo. Sitaenda kwa mambo mengi kwa sababu ya leo kwamba Mungu anapotaka kukuinua kwenye hatua inayofuata, huwa anatuma watu kwako. Watu hawa wanapewa moyo wa tofauti kwa ajili yako. Mungu anataka kukuinua kwenye hatua inayofuata, huwa anatuma watu kwako. Watu hawa wanapewa moyo wa utofauti kwa ajili yako. Wakija kwako watakuonyesha upendo kwa namna isiyo ya kawaida, watakuwa tayari kubeba mizigo pamoja nawe. Aina hii ya watu wakija kwako huwa hawajiulizi watapata nini kutoka kwako. Yani nitapata nini? Yani ni utanilipa nini? Hapana, ila huwa wanaangalia namna ya kufanya uwe bora zaidi. This is the people ambao Mungu anawatuma. Hawaangalii kwamba nitapata nini. By the way, umenipatia assignment, ninalipo aje? Ninapatiwa aje? Mimi nakumbuka wakati fulani sisi Wasili walikuwa anaandika kuna tafsiri ya makala fulani ya kitabu fulani, akanitumia sehemu zangu, chapter zangu za kuweza kutranslate, kuweza kutranslate kutoka kwenye Kizungu kuja kwenye Kiswahili. Chapter zangu kadhaa, si kuanza kusema kwamba ninalipwa ngapi, wakati ambapo unaandaa, unafanya kwa moyo. Unafanya kwa moyo kwa sababu anajua mimi katika kule kutafsiri nina kipawa zaidi ya kuweza kunini, zaidi ya masomo. Kuna kipawa cha kutafsiri ambacho niko nacho. Kule kutafsiri tu kuna kipawa ambacho Mungu amekisimika ndani mwangu. Sasa wakati unafanya tu, alafu unaona kwamba matokeo matundu unapata, ila huwa waangalie namna ya kukufanya uwe bora zaidi. Wanaangalia vile wanaweza kufanya uwe bora zaidi. Na mmoja wao ambao mimi nampenda sana kuzungumzia pasipo kuogopa, ampatia maua yake, ni sisi Wasilwa. Aina hii ya watu sio wengi ya kuwapata. Ni kazi sana kupata mtu ambaye rafiki yako ambaye anaweza kujihusisha na mambo ya kwako. Wengine unaweza kuwadharau kwa sababu ya walivyo, wengine unaweza kuwachukulia poa tu kwa sababu kila saa watapatikana na kujitoa kwako. Hapana, ukiwapata wathamini, ukikutana nao wape muda wako, ukiwaona wape nafasi kwenye moyo wako. Wapo ambao watakuja kwa muda mfupi, na ila wapo ambao ni wakudumu kwenye maisha yako. Zaidi ya miaka 22 ukiwa rafiki ya mtu sio rahisi sana. Lakini imagine sisi Wasili hata tunaweza kuwa hatukutani kwenye siku kwa siku, lakini ni rafiki wa karibu. Ila wapo ambao ni wakudumu kwenye maisha yako, watadumu. Na kuombea Mungu akufungulie macho uweze kujua marafiki wako wanakaa namna gani, wanatembea na wewe namna gani. Marafiki ambao unaweza kuwatangaza hadharani pasipo kuogopa, marafiki ambao wanajitolea kwa vyote vile kuwa karibu na wewe. Wanaweza kuwa mbali na wewe, lakini wako karibu kimawazo, kifikra, kimtazamo, wako karibu na wewe. Hao ndio marafiki. Mungu anapotaka kukuinua kwenye hatua inayofuata, huwa anatuma watu kwako. Watu hawa wanapewa moyo wa tofauti kwa ajili yako. Wakija kwako watakuonyesha upendo kwa namna isiyo ya kawaida, watakuwa tayari kubeba mizigo pamoja na wewe. Aina hii ya watu wakija kwako huwa hawajiulizi wanapata nini kutoka kwako. Hapana, ila huwa wanaangalia namna ya kufanya uwe bora zaidi. Hao marafiki wakifika, wakumbatie kwa makini sana. Na hiyo ndio chemsha bongo ya siku ya leo.